Na msako wa wafadhili wa ugaidi umepata msukumo mpya kama tulivyosema hapo awali, taarifa ambayo bila shaka inatoa changamoto kuhusiana na yote hayo, kuhakikisha kwamba kuna usalama maridhawa humo nchini. Sasa mbali na hayo ni kwamba kaunti ya Bomet imemulikwa kwa madai ya ubadhirifu wa fedha, ulipaji haramu wa marupurupu kwa wafanyikazi na kuwalipa walimu wa chekechea mishahara duni. Gavana wa gatuzi hilo Profesa Hilary Barchok alikuwa na wakati mgumu kuelezea dosari kadhaa zilizoshuhudiwa katika ufafanuzi wa taarifa za kifedha na visa vya udanganyifu katika usimamizi wake wa wafanyikazi, jinsi ilivyobainishwa na mkaguzi mkuu wa fedha za serikali. Licha ya ripoti ya mkaguzi mkuu wa fedha za serikali kusema itilafu hizo haziashirii kupotea kwa fedha, maseneta wanahofu kuhusiana na nia ya maafisa wa kaunti hiyo ya kuwasilisha taarifa zisizo sahihi. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa fedha za serikali ya kipindi cha kifedha cha mwaka 2024-2025 katika gatuzi la Bomet imefichua dosari kadhaa katika utoaji taarifa za kifedha, mifumo finyu wa ukusanyaji mapato na usimamizi duni wa wafanyakazi, hususan walimu wa shule za chekechea. Kamati ya Seneti kuhusu fedha za umma ilimhoji gavana Profesa Hilary Barchok kuhusiana na utendakazi wa idara ya fedha katika kaunti hiyo. This report has got 10 issues to do with inaccuracies in financial statements. It has 10 issues to do, actually more than 10 issues to do with weaknesses in human resource management. And then the receiver of revenue statement has got so many issues relating to systems that are not working. Whether the officers who are supposed to be doing this job have the capacity and ability. If they have, yes, then they are neglecting their duty. Then the committee should pronounce consequences as you have directed. Transition from cash to accrual, I think, became a challenge to some of them. And that's why we are training and building their capacity so that we minimize on these errors. Maseneta pia walihoji dosari ambazo hazikubainishwa za shilingi milioni 14.5 za gharama ya wafanyikazi, wakishangaa iwapo kuna wafanyakazi hewa ambao wanapokea mishahara nje ya mfumo wa ulipaji mishahara kwenye kaunti hiyo. How many are in the payroll, the employees, and then explain that clarity whether there are people who are paid outside the IPPD. Maybe through impressed or what is this variance is bringing about. Why wasn't this reconciliation done at that point in time? What is this new information that you received after the audit? Chair, we have noted inaccuracy, and this can only be corrected on this reconciliation in the next subsequent reporting. The query is a variance of 14 million Kenya shillings. But instead of dealing with that variance, they are going back to their figure and trying to justify it. I want to agree with Senator Wambua that we have not done very well in terms of our response, because we should have actually narrowed down to the 14 million variance. Serikali ya gatuzi hilo pia ilihojiwa kuhusiana na ulipaji haramu wa shilingi milioni 48 kama marupurupu na shilingi milioni 119 zilizotumiwa kuwalipa vibarua. Ulipaji wa mishahara duni wa walimu wa shule za chekechea pia uliwaghadhabisha maseneta. Gishoki Washira, Darubini.